Unajua, tunaweza tukaangalia tukaona ametumia kwa upande wa kwake. Kwa uchache tu nafikiri nikiweka kumbukumbu sahihi za matumizi ya club kanifahamu, anapokuwa na ubia wa pamoja kama hivi wa 49 kwa 51, maanake tofauti iliyopo hapa ni ndogo sana. Klabu kwa bajeti ya kwake, tukiwa tunaingia kwenye mikutano hii ya miaka 2-3 iliyopita, inafikia kwenye bilioni 20 au zaidi. Na tukitazama mapato yanayokusanywa katika kutumia pesa hizi, nyingi ya pesa hizi zinatoka upande wa wanachama, kwa maana wadhamini wa klabu. Wadhamini sio mali ya wawekezaji, wadhamini ni mali ya klabu ambao wako upande wa wanachama. Wao wanaidhamini klabu ya Simba, hawaidhamini bodi ya Simba. Yani hapa iko tofauti kidogo. Kuna bodi ya Simba na kuna klabu ya Simba. Mikataba yote ambayo imeingiwa ya wadhamini, ya MDT, ya sijui ya Azamu, ya mingine hiyo mengi, zawadi zile za kutoka Kafu na nyinginezo, si zawadi za bodi ya Simba, ni za klabu ya Simba, ndiyo ambayo imeingiwa mikataba. Kwa maana hiyo, wanachama wao kwa nafasi yao, mchango wao katika klabu ni hizo pesa ambazo zipo ndani ya bajeti hiyo ya bilioni 20 au zaidi au inayolingana. Sasa pesa hizi zimetoka upande mmoja. Upande wa pili nao kwa bajeti kama hii, na wenyewe nao ulistahili pia pesa hizi na wao wachangie. Kama klabu imeweza kuwa na bajeti ya kwake bilioni 20, na mwekezaji anatakiwa angalau atoe 19 au 18. Je, haya yanafanyika? Maanake huu ni wigo mpana wa kiuchumi. Kwa hivyo watu wote wawili wana hoja na haki za kutaka kujua kwamba upande huu umechangia nini na upande huu umechangia nini. Kwa hiyo klabu inachangia bilioni 20, huyu mwingine na yeye pia anatakiwa atoe hizo ili muwe na haki sawa ya kuendesha klabu ya kwenu. Lakini kama klabu itakuwa kwa upande wa wanachama yenyewe, mikataba ya wadhamini wa kwake na vyanzo vyake vya mapato vimefikia kukusanya bilioni 20 zikaenda kutumia, upande mwingine wa mwekezaji ukatoa bilioni 3 au 2, manake usawa wa upatikanaji wa uwajibikaji katika huo uwekezaji haupo hapo. Sasa wengi huenda wakawa na maswali mengi kichwani kwamba alishawahi kuzungumza kwamba ameshatumia kiasi kikubwa kwenye uwekezaji, yani fedha kubwa ametumia. Sasa hili linatokea hili, unadhani itakuwaje sasa hapa? Mimi nimeingia katika mikutano yote mfululizo hii, sijawahi kuona madeni ambayo yameingizwa katika bajeti. Maanake katika hesabu ya bajeti ya klabu ya mwaka, kama kuna hesabu yoyote ambayo ina madeni, lazima ionyeshwe kwa pale nani anadai na utaratibu gani utafanyika katika kuilipa ile. Kwa hivyo hili lingekuwepo. Lakini la pili, klabu ya wanachama ya Simba ina usajili ambao umesajiliwa kwa msajili wa BMT, na vile vile kuna bodi ya wadhamini yenyewe imesajiliwa RITA. Watu ambao wana haki ya kukopa ni wadhamini wa klabu ya Simba. Wao wanatakiwa waonyeshe nia ya kutaka kukopa kwa madhumuni ambayo wana shida na pesa hizo, alafu wao watapeleka hayo ambayo wanahitaji kuyakopa huko RITA wakabidhi wasimu mkuu. Ili kabidhi wasimu mkuu, yeye ndio atoe consensus ile, manake au consent tunaita, ridhaa ya bodi ya wadhamini ikope. Sasa haya mimi nimekuwepo ndani ya mikataba, ndani ya samani kwenye mikutano hii, sijawahi kuona yakiwa yanaletwa kutolewa kwa ridhaa hii ya wanachama waende wakakope. Kwa hiyo kiwalisia kwa mikutano ambayo umehudhuria, hakuna madai ambayo yanatokana na Mo kuidai klabu ya soka ya Simba? Sijawahi kuyaona kwenye maandishi yakiwa yanaletwa. Ukweli ni huo, sijawahi kuona. Naona tu bajeti inaletwa pale ya bilioni hizo kadhaa 20 na kitu na nini, na naona mle ndani projection ya makusanyo ni hayo ambayo yanakusanywa pesa hizo na zinaingia katika klabu. Na klabu inatumia pesa za kwake hizo. Kwa hiyo unaamini kwamba klabu kwa miaka yote imekuwa ikitumia fedha zake binafsi tofauti na hizi za mfadhili ama za mwekezaji Mo Dewji? Mimi binafsi sijawahi kuona kwenye bajeti mle ndani. Dokumenti zote ambazo zinakuja sijawahi kuona hizo pesa zikiwa zinatolewa mle ndani.
Na kuna mengi yanazungumzwa kwamba kana kwamba kuna mkakati pia wa baadhi ya viongozi kuweza kumwingua madarakani Mo Dewji kutokana na hili likoje? Pia unajua hisia ziko nyingi sana, mkutano bado haujafanyika, fikra hizi potofu zinatoka wapi? Mkutano bado, maelekezo ya serikali ndiyo haya ambayo wewe umeyauliza kwamba bwana serikali imetoa maelekezo. Sasa serikali ambayo ndio msimamizi regulator wa haya masuala yote anatoa maelekezo ya haki ambayo inapaswa kuwajibika katika klabu kwa wanachama na mengineyo. Wewe unayapinga, unayepi mengine ambayo zaidi hayo? Wewe utakomana kutaki mema na unaanzisha hizo rumors ambazo hazipo. Sisi wanachama kwetu tunaona jambo jema hili, na yeye manake hapa sasa ndio utaratibu wa kwake utakuwa unakwenda kuhitimishwa katika ile sheria, ili hili ambalo linatakiwa lifanyike likamilike katika mfumo huo, kwa sababu sheria ya mwaka 2017 ya BMT kanuni ya 18A inatoa mwongozo huu wa wawekezaji katika vilabu vya wanachama wasipungue watatu, wawe watatu kwenda mbele. Kwa hivyo lilikuwa ni jambo zuri, kwa maana wale viongozi wa wakati ule waliokuwepo wangetoa mwongozo huu, naamini mchakato ungekuwa umekamilika na haki za kila upande zingekuwa zimeonekana, halafu hawa wakawekwa katika ili tangazo la uwekezaji katika klabu ya Simba. Lakini kubwa ambalo pia tunalishikia katika miongozo ya serikali inatuthibitishia kwamba klabu yetu haijawahi kufanyiwa valuation. Kwa serikali pia kwa haya ambayo yako huku yanaendelea, tunasikia kwamba imetoa mwongozo mzuri wa klabu ifanyiwe tathmini, valuation mpya ambayo itaonyesha ile goodwill ya klabu ina thamani gani. Maelezo haya yanaonyesha kwamba goodwill ina thamani kubwa kuliko jengo na wachezaji. Sasa je, haya sisi kama wanachama hatuyataki? Okay. Kila mmoja anayahitaji haya ayaone, kwa sababu thamani ya klabu ndio hiyo. Klabu ina zaidi ya miaka 90 hivi sasa. Kwa kiwalisia kwa sasa ile thamani ya bilioni 20 haipo. Si kwa sasa hivi, hata kwa wakati ule haikuwahi kufanyika valuation. Yaani kwanza tuelewane hapa kwamba klabu haijawahi kufanyiwa valuation, sio sasa hivi, hata wakati ule, wakati wanaingia kwenye mchakato wa kutaka kuwekeza, haijawahi kuwa hivyo. Lakini wanachama simlipitisha kwenye mkutano mkuu kuhusiana na hoja hiyo? Sisi tunapitisha, tuliokuwa mlendani tupo wengi sana, wako wenye uelewa na wasioelewa. Sisi tumepitisha kwamba tuende katika uwekezaji, serikali ikiwa imekwisha kutoa mwongozo. Kwa hivyo sisi tunakwenda kupingana na serikali, na ndio tulikuwa tumekifanya. Tumeipinga serikali katika sheria ambayo imeweka. Dhara ya kwake ndiyo haya kwamba mchakato ule haujakamilika, na ndio sababu hata huyo mwekezaji pesa hizo ambazo anasema amezitoa hakuwahi kuilipa Simba, aliweka kwenye endowment account. Sijui tuko pamoja? Tuko pamoja. Endowment fund account ni akaunti inayohifadhi fedha kwa muda mrefu isiguswe. Fedha hiyo ipo katika mikono ya kwake, na riba ambayo inapatikana katika fedha ile, ikiwa mchakato ule ulikuwa uko tayari, ilitakiwa fedha ile yenyewe irudi huko kwenye klabu. Kwa hiyo kuiweka fedha ile katika endowment account ikazuiliwa, maana ya kwake ni kwamba fedha ile bado haijawa na maamuzi ya matumizi yaliyokuwa sahihi. Kwa hiyo fedha zimemilikiwa na yeye mwenyewe, na riba inayopatikana ipo katika mikono ya kwake yeye mwenyewe, haijatoka kuja huku. Ili endowment fund account iweze kufanya kazi, ni kwamba wanachama wenyewe ndio walitakiwa watoe ridhaa. Baada ya kuuza hisa 49, fedha yao ndio iende kwenye endowment account, lakini muuzaji hawezi kuweka fedha katika endowment account kwa kitu alichokinunua yeye. Mimi nafikiri uko dunia nyingine. Lakini kuna wakati Mo Dewji wakati anazungumza na wanahabari alieleza kwamba tayari ameshaweka bilioni 20 za uwekezaji ndani ya klabu hiyo ya Simba. Wakati anakwenda kuweka fedha, dunia nzima iliona kwamba anaweka fedha katika endowment account. Sijui unanielewa kwanza? Na kuelewa. Endowment account ni account ya fedha zuio
ambayo inaweka fedha kwa minajili ya kuto kuitumia. Je, wanachama wa klabu ya Simba wao ndio walioweka fedha hiyo? Kwa sababu fedha hiyo ilibidi iwekwe na wanachama wa klabu ya Simba kupitia kwa wadhamini wao. Unaelewa sheria? Lakini hapo nimekuelewa vizuri, nimeelewa vizuri. Umenielewa vizuri eh? Naomba na watu wengine waelewe, kwa maana hii fedha endowment fund ilitakiwa iwekwe na wanachama ambao wameuza hisa 49. Sasa wanachama hawa ambao wameuza hisa 49, mchakato wao haujakamilika, haujaridhiwa na serikali. Ndio maana huyo mnunuzi akachukua pesa ya kwake akaiweka kwenye endowment account na kuihold yeye mwenyewe, maana yake bado hajanunua. Lakini kwa nguvu kubwa aliyokuwa nayo Mo Dewji, unadhani itakuwa rahisi kwa wanachama wa Simba kuridhia haya ambao wanayataka serikali? Sasa nguvu ni kitu kingine. Unaweza ukaona nguvu ukafanya mambo yasiyotabirika wala yasiyoeleweka. Kazi ya serikali ni kugovern, kusimamia haki za wanyonge na wenye nguvu bila kuangalia upande huu uko hivi, upande huu uko hivi. Haki ya pande zote lazima isimamiwe kwa pamoja. Huu ndo wajibu wa serikali bwana. Na hii leo tumeshuhudia kiongozi wa Simba Clatous Magoli akizungumza kwamba nyinyi viongozi wa zamani ndio mnaita chokochoko ndani ya klabu hiyo ya Simba. Hili ilikoje kwako? Unajua kila fikra na uongozi wake. Sasa uongozi wake umekuja na fikra hizo. Viongozi hawa wamebadilishana mara kwa mara. Hatujawahi kusikia viongozi wengine ambao wameondoka katika kule kufanya kwao vibaya katika muda wa madaraka ya kwao wakielekeza vidole kwa wale viongozi waliopita au wale ambao wanategemewa au wanatarajiwa kuja kuwepo pale. Hatujawahi kuyasikia haya ni mambo mapya. Unapopewa majukumu ya bebe na hakikisha kwamba unayasimamia ipasavyo. Jukumu hili ni la kwako wewe kiongozi ambaye tayari upo ndani ya muda huo, sio watu wengine. Kwa hivyo wewe nenda kafanye vizuri. Ukishindwa kufanya vizuri, usirudi nyuma ukanyosha vidole kwa wengine. Huu ni udhaifu utakuwa. Sawa. Sisi tunamtaka ende mbele. Sawa. Lipi neno lako kwa mashabiki wa timu ya soka ya Simba hasa kuelekea kwenye huo mkutano mkuu? Sisi tunautakia mema mkutano wetu, watu waje kwa wingi, watu waje watumie fursa yao na haki yao, na waje kusikiliza maoni na maelekezo ya serikali kwa nia njema kabisa ya klabu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.